بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea na surati al-Kahf na tulimalizia jana aya 22 na 23 kwa kuelezea habari ya idadi ya vijana fitia waliokimbilia kwenye pango. Tukaelezea wanasema idadi watatu walikuwa na mbwa walikuwa nne wao, mbwa wao wanne, walisema watano, mbwa wao walikuwa ni sita. Na hiyo yote kwa rajma bil ghaib, kwa kuvurumiza tu na kwa kujaribu bila uhakika hasa. Alafu Mwenyezi Mungu akathibitisha kwa kauli wayaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbun, na anasema saba wanane wao walikuwa ni mbwa. Hii hajatiwa rajma bil ghaib, kama kwamba wengi wanachukua tafsiri kwamba walikuwa saba na mbwa walikuwa mbwa wao ni wanane. Hata hivyo Mwenyezi Mungu akasema kul, sema Rabbi a'lamu bi'iddatihim, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua idadi yao. Kama kwamba hapa na kuvunja nguvu kabisa kwamba usishughulikie masala ya idadi yao. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua. Jua kwamba ameleta bila rajma bil ghaib kwa uzito katika saba na wanane wao ni mbwa, lakini hata hivyo anakata mwisho kabisa qul Rabbi a'lamu bi'iddati ma ya'lamu illa qalil. Nani hao qalil? Allah wahdahu a'lam. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Sishindania kuhusu jambo la watu walikuwa wakati gani, walikuwa idadi wangapi wao, majina yao yalikuwa nini, haya yote sehemu gani ilikuwa, yote pia si muhimu. Usishindane ila mira'an dhahira, basi kama mnajibizana na kushindana katika kubishana iwe kijuju kidhahir, lakini msende very deep. Wala tastafti fihim minhum abada, na mizimu ahada. Naam, anasema hapa kwa sababu ni hapana faida kubwa ya mabishano, walikuwa ngapi na mwingine sawa. Wala usiulize habari zao kwa yeyote yule, la tastafti, usiulize wao. Mimi nakupa, nahnu naqussu alayka nabahu bil haqq, tena nataka kusikizeni kwao. Ninachokupa mimi hakitoshi, mimi najua kwamba hichi kinatosha, kwa hikma nakupa, au sio? Na kwa hivyo hapa bila shaka inaonyesha kwamba idadi, na nimezungumza kuhusu idadi na achana nao haya maseo wanaosema kwa nyakati mbalimbali, kila mmoja kataja watatu, watano, saba pamoja na mbwa. Halafu pia akasema masala ya at-ta'dib ar-rabbani, masala la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Iwe kauli kama hii katika dhihni yetu, katika kukumbuka kwetu daima, na kufundisha watoto wetu na sahibi zetu na mtu yote we daima mtu auzoeshe mdomo wake kusema insha Allah katika jambo lote, kwa sababu kila kitu kinarudi bimashiatillah. Na hii faida insha Allah na faida bismillah kwa kila jambo. Ukitaka kula, ukitaka kuanza kazi yote, ukitaka kuondoka kwenda kazini, ukitaka kufanya jambo lolote unasema bismillah, kwa sababu mimi sina nguvu, kwa jina la Allah Mwenyezi Mungu akiniwezesha na nalifanya hivi, atanipa taufiki katika jambo langu. Na hii ndio faida ya bismillah katika kila jambo. Kwa hivyo bismillah na insha Allah. Hata anasema huenda ukasahau, binadamu dhaifu. Anasema nini? Wadhkur rabbaka idha nasit, mtaje Mola wako ukiwa umesahau. Wadhkur rabbaka idha nasit, ukisahau mtaje Mwenyezi Mungu. Ile insha Allah ile wakati unapokumbuka. La sibu dhikrillah min at-tasbih wa istighfar. Watu maulama wamesema nzuri sana kuleta subhanallah, kusema astaghfirullah, kwa sababu binadamu mkosa. Na siku zote kirudi kwa Mwenyezi Mungu istighfar. Hakuna kauli ile nzuri anaipenda Mwenyezi Mungu kwa mja kuitarif, kukiri kosa lake kwa kusema astaghfirullah. Hivyo idha nasilu qulu asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashadat, kasema Mola wangu akaniongoza njia iliyo karibu zaidi yenye uongofu kuliko hii niliyopita. Haya, halafu tunakuja kauli ya nini? ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هلف نشيانين قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نمانا قوله ولبثوا وركا ومكثوا ولمودا لكا في كهفهم. Mwenyezi Mungu ameleta nisba ya kahf kama ni yao ashabul kahf wameitwa kahfihim kahf lao, kwa sababu maisha yote mpaka ila an yaritha al-ardha ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, mpaka siku ya kiyama kisa chake kitaendelea kwamba hii ashabul kahf wao ndio lokaa, na mtu yote lokaa miaka 309 si anamiliki kuliko mwenye kumiliki nyumba, na hata iko na karatasi zake na nini aweza kumiliki, lakini kwa wale kafi yao. Kwa hivyo kafihim inaleta maana zaidi. Mwenyezi Mungu amewajalia kama ndio pepo yao wameanzia duniani kwa kukaa miaka 300 sinina wazdadu 9. Lahidhu hapa, tazameni kwamba wamekaa katika pango lao 300 sinina wazdadu 9. Na hapa kauli hii tutaona kwamba muda aliokaa miaka 300, taibu wazdadu 9 na ikazidi 9. Kwa nini sisemi pamoja? La, kuna hikma kubwa hapa. 300 sinina, mara nyingi ikitajwa miaka 100 miaka 1000 inatajwa kwa sana, alafu faamata Allahu 100 am, hajasema awam. Nuh amekaa muda gani? 1000 sana, sio 1000 sinin ila 100, lakini hapa 300 idadi kubwa. Kwa nini kaja kwa sinin? Kwa sababu inaunganishwa na ila 9 pia, moja katika sababu wazdadu 9 309 katika Kiarabu. Kitu kuna mufrad, kitu kimoja walad, mwili waladan, na wengi aulad, jam' aulad 3 mpaka 9 mpaka 10 aulad. Ikija 11 inaanza singular tena mufrad, 11 walad 12 mpaka 100 waladan 103 aulad. Kwa hivyo hapo 9 aulad 9 sinin 9. na hapo ukitazama 300 hajaja bisana bisinina wazdadu 9, iko alaka baina miaka 300 na miaka 90. طيب hawa asili yao ni Roman, na ilivyokuwa Romans hawa, kwa hivyo itakuwa ni kwamba walikuwa na kalenda yao, Roman calendar, Gregorian calendar wakitumia, ambayo ya miaka ya jua solar year, au sio? Na kwa hivyo miaka yao hii wamekaa, ilivyokuwa ni biladi Rum hawa, ambao ndio sasa hivi iko nasema iko Jordan, iko Turki, iko nini, almuhimu walikuwa Romans wana control. Aslan makundi mawili yalikuwa makubwa baina nini wa Romans na Mayahudi. Mayahudi walikuwa ndio wakimasihi, wakifuata tokea wakati wa Musa, wakifuata Taurati, na alafu baadaye wakifuata Injili, wafuasi wa Isa, wafuasi wa Musa. Aghlabu dhanni kwamba wanasema baada ya kuondoka kwa Isa alayhi salam. Na kwa hivyo walikuwa Romans, na akiwa dhibiti na kuonea Bani Israeli maisha yote. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa muwahidin, wakimwahid Mwenyezi Mungu, na wale walikuwa na huduma sanamu. Kwa hivyo utaona kwamba wale walikuwa kitumia kalenda miaka 3. Mwenyezi Mungu anasema kisa na kitoa mimi, nahnu naqussu alayka, na mimi nimetia nguvu kalenda yangu ya kamari ya luna hii, mwezi ukiandama mpaka mwandamo, na wale wana mwaka wao kuzunguka kwa jua, kuzunguka kwa ardhi, kuzunguka jua mzunguko mmoja. Ikija baina equinox na equinox, baina March na September, na kwa miezi sita ikizunguka, where you get 12 hours day, 12 sasa usiku na mchana. Sasa mzunguko mmoja kamili ndio unachukua mwaka mzima, ndio tunapata 4 seasons, sio summer, winter, autumn, sio. Na kwa Kiarabu au kwa Kiislamu kalenda ambayo kwa kitumia ni kalenda shahri, kwa kutumia nini? Mwezi, luna hii. Na hapa wao walikuwa wanakuambia miaka 300 wameshika 300 khalas 300 wanaosema wao, lakini tunasema wazdadu 9 kwa kalenda yetu, na sisi tunatia nguvu kalenda yetu ya mwezi. Na mwezi Mwenyezi Mungu amejalia ibadati zote zifanywe kwa mwezi. Kwa nini? Kwa sababu ili kuwatanabahisha namna gani Qur'ani inavyochukua hima katika nini, katika kalenda ya Kiislamu kwa sana kamaria,
sio sana shamsia, kwa mwaka wa nini wa mwezi. Na tokea aliposhusha aya katika surati Toba, iliposhuka akasema Mwenyezi Mungu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah. Tokea alipoumba dunia akaumba mwezi na jua, amejalia kwamba miezi hii akasema ndani yake minha 4 hurum, ndani yake mna miezi amna 4 hurum katika Gregorian calendar. March, April, May, mwezi gani ulikuwa hurum? Sasa ila nini miezi yetu ambayo katika miezi ya Kiislamu. Kadhalika kama tunatazama sisi katika surati Yunus, tunakuja aya ya 5, Mwenyezi Mungu anasema huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa, alijalia nini jua lenye kutoa mwanga, wal qamara nuran, yenye kupokea mwangaza kutoka nini miale ya jua, wa qaddarahu manazil, akakadiria manazili yake, sawa alafu vituo vyake baada kupimia kuvikadiria, alafu akasema nini lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Idhan Mwenyezi Mungu ametumia jua na mwezi kwa ajili ya nini? Baada na kukadiria kila moja namna gani yende manazili yake, ili nini? Lita'lamu, mpate kujua adada sinin, miaka yenu, wal hisab, na hisabu. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bilhaq, nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq, kwa kweli, kwa haki, kwa ndio vilivyo, hakuna vingine la hivyo anavyosema Mwenyezi Mungu daima. Kwa hivyo bilhaqi yufassilu alayat liqaumin ya'lamun, Mwenyezi Mungu hutambua mambo kwa wale wenye kujua. Ikiwa ni hivyo na kwamba miezi inatumika hii, kwa hivyo utaona kwamba kuna alaka kubwa baina miaka 300 na 900. Mwenyezi Mungu amejalia jua kwa ajili ya kupata siku na mchana na kujua siku, kwa ajili ya kujua hesabu nini siku kwa jua, na kwa ajili ya kujua miezi tunapata nini, tunatumia mwezi. Kwa hivyo mwezi unapoandama mpaka kuandama unajua kwamba mwezi umetimia, na mwezi unapopita na ukajua siku kutokana na jua, kwa hivyo mnapata kujua idadi ya hesabu ya siku ngapi mwaka mwezi kufanya ibadati zenu. Hija inakuja kila mwezi kadha, Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhajj, Ramadhani inakuja kwa ajili ya kufunga, mpate kujua amali zenu. Yasaluna kanil ahilla qul hiya mawaqitu linnas, nyakati kwa watu wal hajj, na ili kujipate kuweza kufanya haji. Kwa hivyo hapa sasa Mwenyezi Mungu ametaja hivi Mwenyezi Mungu ametaja hivi miaka 300 wazdadu 9, na hikma kubwa moja katika kuwa mwezi ndio kwa ajili ya kutekeleza ibada zetu. Leo ungesema kwamba inafuata kalenda ya jua, kama inakuja sehemu ya Juni au Julai, siku zote kwa kila mwaka Julai ndio watu wanafanya hija, basi siku zote wale watu wanapigwa na jua na wale wanapigwa baridi. Lakini leo kilahidh kwamba tofauti ya baina kalenda hii na hii, kwamba kila mwaka unapata siku 11 au 11 na zaidi tofauti. Unaona baada miaka 3 mwezi unapungua, utakwenda miaka 33 unapungua mwaka mzima. Kwa hiyo ukipata safari upati jua tena mpaka baada ya miaka 3 mwingine utaenjoy hali ya hewa nzuri, ili watu wafanye ibada hivyo kwa wakati mbalimbali. Kadhalika kwenye nyakati za ibada za sala, leo hapa Allahu akbar, sehemu nyingine wako shadala ya tangulia, wengine washamaliza na ngoja kukimu, wengine wamshasali kabla robo saa. Kila pahala, kila dakika, kila sekunde Mwenyezi Mungu anatajwa Allahu akbar kila wakati. Mungu anaomba dua kila wakati, wako katika ibada. Huku siku atupande kule mchana, huko nasali alfajiri, wengine wako sali isha. Inakuwa Mwenyezi Mungu kajalia subhanahu wa ta'ala kwamba ibada hiyo inazunguka kila wakati, ili atajwe kwa nyakati zote. Subhanallah. Kwa hivyo kuna hikma kubwa. Kwa nini inapokuwa ashhuru qamaria ikawa ina benefit zaidi, bora kwa utekelezaji wa maamrisho ya Mwenyezi Mungu, hasa katika mambo ya ibadat na mengine. Na tukija masala kwamba nini alaka baina 300 sinina wazdadu 9, utaona kwamba hapa
na nitaipiga picha hii nikutumieni kwamba hisabu ya jua solar hii Gregorian calendar ukitazama ina katika mwaka mmoja mna siku 365 na masaa 5 na dakika 55 na sekunde 12 ambapo tunasema karibu robo au to be exact 365.24667 siku 365 na robo siku na zaidi kidogo. Ndio kila baada ya miaka 4 tunapata mwaka siku moja zaidi, ndio tunaita leap year, na inatoka katika February mwezi wa Septemba kwa siku 29. Hesabu ya mwezi ukitazama hasa luna year mwaka wake ni siku 354 na masaa 8 na dakika 48 na sekunde 34. Hii ukitazama ni sasa na 354 nearly exact, yani 354 days, 354 siku point 367. Sasa watu wa pangoni wamekaa miaka 300 wanavyojua Warumi au Mayahudi wanajua kwamba kalenda yao 300. Mwenyezi Mungu ameambia la na 900 kwa kalenda yangu nataka itumike mimi kama sitambui hiyo kalenda mimi nataka Waislamu watumie kalenda ya Kiislamu. Kwa hivyo kila kitu kinarejeshwa katika nini? Katika kalenda ya Kiislamu. Kwa hivyo watu wa pangoni wamekaa miaka 300 kwa 300 na nini? 309. Ukichukua ile 365 days point 24667 ukipiga mara 300 ya ile miaka alokaa utaona unakuja siku 109 109,000 na alafu 574. Ukitazama kalenda 309 kwa siku kwa kila mwaka 354 days 354.367 utaona siku zake 109,499 karibu 76 katika miaka mitatu zina diminish yani kitu dogo sana difference au sio, bali yani siku 109,109,000 ukisema ya kamaria miaka 309 109,000 sio na huko 109,000 wale katika ya sana ya shamsia 574 juu hii 499 tofauti baina yao siku ngapi? 75. Hizi 75 zinapenya in between, siku moja inazidi katika ile mwaka. Actually katika kila miaka 4 unaweza kupata siku moja ikawa inazidi. Katika miaka 300 hizi siku 75 zinapenya humo. Kwa hivyo ukitazama Mwenyezi Mungu anavyo huwa ndo Mwenyezi Mungu mwenye kuipanga idadi vilivyo hasa sahihi, bali sio wao. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kupanga idadi sawa sawa. Yeye ndio ya'lamu ayu hizbain ahsa lima labithu amada, balillahu anaitoa ihsaiyati ilivyo hasa kwa ukamilifu. Kwa hivyo ukitazama kalenda mbili hizi zinakwenda sambamba, kila miaka 300 utapata miaka 9 kwa kalenda ya nini? Ya mwezi. Qurani inatufanyia mahusiano haya baina nini? Ya takwimu ya kalenda hii na hii katika miaka mingapi iliyopita? Miaka 1450, kwa sababu sura imeshuka mwanzo Maka. Katika miaka ya mwanzo kutakuja ukweli wake mtume, wakatoka vigogo vya Makureishi kwenda kuuliza swala haya, wakaja ndio hadithi kisa katoka baada ya siku 15 baada kuchelewa kushuka wahi. Baada mtume sasa haja hajir, kuna miaka 10 na hata hajir, alafu kuna miaka 11 mingine aishi. Kwa hijra imeanza Madina mwaka mwanzo hijri, kisha piga miaka 13 Maka. Kwa hiyo miaka 10 kwanza au 11 au pamoja na 1441 sasa. Yaani miaka 1450 tokea kushuka aya hii. Hesabu hiyo kweli kaifanya mtume sasa ambaye alikuwa ni abdi nabii ummi, maneno ya kutunga haya bila shaka haiwezekani, akili yote haikubali, ila kwamba haya maneno yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu ni uhakika kamili wa maneno yake ya Mola, nahnu naqussu alayka nabaahum bilhaq. Halafu tukitazama jambo jingine la ajabu kwamba kuna watu unajua wamefanya kazi kubwa sana. Asla hii neno kafi hii kutiwa sura hii weke pala fulani kafi katika sura shuka miaka 2-3 ya mwanzo kabisa. Halafu inakuja katika Qur'ani. Kwa nini sio mwanzo wa Qur'ani? Asla kama anavyosema Dr. nani mmoja Mustafa Sinani anasema ile neno kafi ile liko neno pale pa kujificha. Imewekwa wasti al-Qur'an, imejificha katikati baina msahafu, hata ikawa ni himaya istihya ndio kuficha kwa sura hii kwa katikati. Na hii subhanallah ni kitabu uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir.
maneno yamepangika kwa hikma kubwa sana, kwa mpangilio wa kiungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima iwe kila kitu kwake ni masterpiece tunachosoma huko. Na habari ile wakati ule alikuwa hawezi kujua exactly tofauti baina kalenda hizi mbili, lakini sasa ndio anakuwa likulli naba'in mustaqar, likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun, mtajua. Kwa hivyo tukitizama kwamba kalenda hii ya siku kadha kadha umekaa miaka 309, leo kama utakwenda kama alivyosema Sheikh Dr. Abdul Hakim Daim, anasema kachunguza na kafanya hesabu kwamba hizi aya kama unakwenda wewe kuanzia aya iliyosema nini, neno labithu kukaa, am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba, sio? halafu ikaja nini, thumma ba'athnahum lana ayyuhal hizban ahsana thumma nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum wa rabatna ala qulubihim. Sawa. Kwa hivyo hapa inakuja kauli neno labithu imeanza wapi? wa rabatna ala qulubihim qamu faqala la mwanzo juu kuna haulai qaumuna takhadhu min duni ali haulai atuna bismillah من أمرنا رشدا في كهف ثم بعثنا لبثوا في كهفهم 3 قبل هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا منذ أي حزبين أحصى منذ أي حزبين أحصى لما لبثوا قول يا منذ لبثوا يقول كنيني أي حزبين أحصى لما لبثوا آية ngapi؟ آية 12. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لبثوا ومكا وأمد الوقت وتركا. anasema ukihesabu labithu ya mwanzo amada nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq, nenda moja moja 5 6 7 utakuja zako wewe mpaka kauli gani? utakuja walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. utakuja katika aya 25 ukisimama kwenye neno walabithu fi kahfihim 300 sinina, kwenye 300 neno 300 tayari kamili, labithu mpaka 300 sinina 300 tayari. halafu kulillahu a'lamu bima labithu hii ya 309 300 na labithu mpaka labithu 309 kila neno kwa mwaka. Subhanallah. Hatusemi kwamba hii hoja kubwa, lakini mwenye imani ya kitabu cha kwamba cha Mwenyezi Mungu maneno haya kwa kina kwa azizi, hatutumii kama ni hoja kushindana na kafiri, la, lakini tuni hoja kwamba tunaona utukufu wa Qur'ani. Hata kalimati namna ilivyotumika yamekwenda kwa njia ya nini? Kwa njia hisabu daqiq Mwenyezi Mungu ameipanga. Subhanallah. Kulillahu a'lamu bima labith. Kwa hivyo hapa anasema walabithu fi kahfihim, na wakakaa katika pango yao 300 sina, miaka 300 wazdadu 9, na kazidisha miaka 9. Qul, sema qulillahu a'lamu bima labithu, sema Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenyewe mwenye kujua zaidi. A'lam, ya'lamu anajua, a'lamu anajua zaidi kuliko yote binadamu, kuliko yote katika viumbe vyake. Ndio nakuja hapa a'lam min kuliko yote. Qulillahu a'lamu bima labithu, kwa muda alokaa. Kwa nini? Kwa sababu lahu ghaibu samawati wal ardh, ghaibu ya mbingu na ardhi, kila kitu katika mikono yake. Yeye ndo aliumba, yeye ndo anajua kila kitu. Ala ya'lam man khalaq, asijue yeye ndo aliumba. Na kwa hivyo habari zote ziko kwake. Huwa qulillahu, sema uambie Allahu a'lamu bima labithu. Kwa nini? Kwa sababu lahu ghaibu samawati wal ardh. Absir bihi wa asmi', absir bihi wa asmi'. ما أبصره ما أشد بصره وما أشد سمعه. yani yule kuona kwake na kusikia kwake kwa hali ya juu kabisa. Absir bihi wa asmi'. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anajua kila kitu, kuzitilia nguvu zaidi kwa yeye ndo lahu ghaibu yake, ghaibu samawati wal ardh, na absir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min wali, wao hawana yeyote katika ghairi ya Allah kwamba ndo wali, ndo mlinzi wao,
wala yushriku fi hukmihi ahada. Mwenyezi Mungu hamshirikishi yote katika hukumu yake, katika kuongoza kwake, hata akabadilisha tarehe au kubadilisha chochote. Kwa hivyo hapa maneno haya yanatupeleka sisi tufahamu kwamba Mwenyezi Mungu anamalizia kisa cha Al-Kahf na kusema kwamba yeye ndiye mwenye kujua, na kwamba katutajia kujua kwa hivyo, na katutajia muda aliokaa miaka 300 wazadu 9, nafanyeni nyinyi hesabu, hangaikeni mtafute, mtakuja kuangukia hapo kwenye ukweli wa mambo kwa mani. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anamalizia aya hii kwa sura aya 26 kwa kumalizia kisa cha Al-Kahf, lakini darasa yake iko pale pale kwamba wafundishe wao, wametaka kujua Al-Kahf, waendelee kuwafundisha kwamba Mwenyezi Mungu ndo alopanga kila kitu, na yeye ndo aloalaza akawaamsha, wakajulikana, watu wakaona utukufu wao, wakasema tutajengea msikiti hapa juu. Haya yote yametokezea ujue kwamba ya Muhammad, watlu ma uhiya ilayka min rabbika, watlu ma uhiya ilayka min rabbik min kitabi rabbika, na wasomee ma uhiya ilayka, ulioletewa wahi kwako wewe, ulioshushwa wahi, min kitabi rabbika, kutokana na kitabu cha Mola wako ya Muhammad, tena Mola wako mlezi, na ujue kwamba la mubaddila likalimati, la mubaddila likalima, hakuna mubaddil, hakuna mwenye kubadilisha. Nani? Kuna ilahu thani wa kubadilisha? Kuna Mungu mwingine wa kubadilisha? Kwa hivyo la mubaddila likalimati. Isitoshe ikiwa mwenyewe alikuwa ndio mwenye kupanga maneno haya, hasbukallah, anakutosha Allah, mwenye kupanga kila kitu, hisabu zake hazigeuki wala hazibadiliki. Binadamu ndio mwenye kugeuka, leo kasema hivi, kesho kasema vile, kwa sababu binadamu min tabi'ati al-makhluq mutaghayyir, siku zote ana experience mambo mapya, anaona makosa yake aliyofanya kabla, kwa hivyo anajirekebisha. Kwa hivyo siku zote katika kubadilisha. Leo mpe mtu yote aliyotunga kitabu miaka 20 nyuma, miaka 5 nyuma, miaka 2 nyuma, mwambie hichi kitabu, je, unapenda tukipige chapa tena, au kuna baadhi ya maneno utakubadilisha, au kuna elimu yote utakuwa kwanza, kuna vitu fulani lazima niongeze, kama utakupiga tena au sio, anaongeza hata ikiwa baada ya mwezi. Ndio binadamu walivyo mutaghayyir, leo anabadilika kutokana na nini? Anapojua makosa yake, na maisha atabakia kukosa, na maisha atakubadilisha. Lakini Mwenyezi Mungu la mubadila likalimati, hakuna kubadilisha neno lake, na yeye ndio kwa time zote alizopanga hizi, muda wote uliopita kuhusu Al-Kahf, na kitabu hichi kimepita na kitakwenda karne baada ya karne, ujue kwamba hichi kitabu Mwenyezi Mungu huwa sahibu zaman, ya zaman wafika kullu zaman, kama anavyosema ewe wakati, ndani ya wakati wako kuna nyakati zote ndani yake. Subhana, yote haya iko katika ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kwa hivyo la mubadila likalimatihi, hakuna wa kubadilisha maneno yake, kwa sababu maneno ya Allah. Na isitoshe walan tajida min dunihi multahada, wala hutopata min dunihi, min dunillahi multahada, pala pa kukimbilia ukenda ukajificha kwake, ukataka nini? Tamilu ilayhi, ukaelemea kwake, ukachukua msaada wake, ukataka ushauri wake, ukataka nini? Multaja, kujikinga naye na jambo lote. La, wala tajida min dunihi multahada, lan tajida ayi wahidin taltaji ilayhi au tamilu ilayhi, kuelemea kwake, kuelekea kwa msaada kwa jambo lote ila Allah. Kwa hivyo hapa dalili ya kuonesha pia nini alaka baina aya hii 27 na aya iliyopita, kwamba kisa chote kilichotokea watolee na wacho wakijue kisa cha Ashabul Kahf. Wao wameuliza swala, sisi tunaweka ndio hizo kaida, ndio rule kwamba hiki ni kisa, ni peke yake ni miujiza kwa umma zote zinazokuja mpaka siku ya kiyama. Ni miujiza tuwajua Mwenyezi Mungu mwenye kuweza kuhuisha na kufisha na kulaza na kunini, kama ilivyokuja kisa ilolazwa miaka 100 Uzair, na visa ya kufufua na kufisha na kufufua kwa mtu aliyekufa katika Bani Israeli. Mwenyezi Mungu akajalia afufuke, au Nabii Isa kutengeneza ndege kwa kufinyanga, alafu akasema biidhnillah ikaruka, na kadhalika jambo lolote Mwenyezi Mungu kuwalaza hawa miaka yote na kuamsha baadaye, ili watu wajue uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuthibitisha kuja kwa kiyama. Naendelea, watlu, soma ma uhiya ilayka, itlu, iqra wastami' ilayhi, alafu bashiri watu na waelezee ma uhiya ilayka,
min kitabi rabbika, na ujue kwamba kilichoshuka hakibadiliki, kilichoshuka hakibadiliki, kimekusudiwa kushuka kwa hikma kubwa, na Mwenyezi Mungu hana kubadilisha wala kucorrect jambo lolote. La mubaddila likalimati wa lan tajida min duni multahid. Kwa hivyo inshallah tusimama katika aya 27, kesho tuendelee wasbir nafsaka inshallah. وبهذا نكتفي والله أعلم.